Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Watukufu Islam na ufuatiliaji wetu wapendwa wa media yako pendwa Huda Online TV, kwa mara nyingine tena nikukaribishe kwa moyo mkunjufu katika vipindi vyetu mbalimbali, vipindi vyetu ambavyo lengo lake ni kule kukumbushana sambamba na kufundishana masala mbalimbali ya dini yetu ya Kiislamu. Watukufu Islam, walillahi alhamdu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kutamatisha mwezi mtukufu wa Ramadhan tukiwa katika hali ya salama na amani. Lakini pia tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kuidiriki siku adhimu ya Eid al-Fitr, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza katika yale miongoni mwa masiku ambayo huwasamehe waja wake. Watukufu Islam, leo kwa muda mchache tunataka na mimi nije nielezee hisia zangu na ile furaha yangu juu ya shekhe wetu miongoni katika mashekhe wa East Africa. Mimi naweza kumsema kwamba shekhe huyu ni shekhe bora kwa sababu alichokifanya ni kitu bora. Sheikh Izzuddin hafidhahullahu ta'ala. Sheikh Izzuddin ni miongoni mwa mashekhe ambao nawafuatilia sana na najifunza mengi sana kutoka kwao. Shekhe huyu masiku ya karibuni aliteleza, lakini hatutaki turudi nyuma katika yale ambayo aliteleza kwayo, kwa sababu unapoelezea kina cha kosa, wakati mwingine unaingia na wewe katika kuyafanya makosa, kwani ni mambo yaliyopita. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza ndani ya Qur'an kwamba sisi tuwe na tabia ya kumuomba yeye msamaha, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza misingi bora ya kuombana misamaha hata sisi wanadamu kwa wanadamu. Ikhwata al-imani, jambo hili alilofanya shekhe wetu Izzuddin ni jambo kubwa sana, ni jambo la busara, jambo la kuigwa katika maduati wote wa dawa. Tunatakiwa tuige jambo hili alilofanya, kwa sababu jambo hili kulifanya ni lazima uwe na moyo wa kipekee, sio moyo wa kawaida. Kwa moyo wa kawaida jambo hili huwezi kulifanya, lakini amelifanya jambo hili kwa moyo wa kipekee, na akasema anaona fakhri kurudi kwa wakubwa zake kuomba msamaha, ya kuja hadharani kuomba radhi kwa wale wote ambao kwamba kutokana na kile ambacho kwamba nilichokisema katika mitandao kimewaumiza. Nakubali nilifanya makosa, nakubali nilikosea, nakubali nimezungumza yasiyo sawa. Tuacheni mbali ni kweli si kweli, hayo ni baadaye. Hivi sasa mimi nakubali njia niloitumia si sawa kabisa kabisa kabisa. Maneno niloyasema yalikuwa hayapaswi niyaseme vile, kama ambavyo kwamba naomba radhi sana mtii Allah na mtume wake na wale ambao wamewekwa kwamba ni wasimamiaji kwenu. Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia hawa kuwa ni wasimamiaji kwenu. Kwa hiyo unapoona umemkosea mtu yoyote ambaye yuko chini yako au yuko juu yako, ukalikiri kosa, wajibu wako ni kama wajibu aliotekeleza shekhi, na maneno yake yanastahili yaandikwe maandiko yale kwa wino wa dhahabu. Mtu kuomba radhi kisha akasema anajifakhari katika jambo hilo. Akhwata al-iman, tuelewe kwamba tunao viongozi wetu ambao wanatuongoza katika dini, hilo halipingiki, na maulama wote wamekubaliana kuwatii viongozi ni jambo ambalo la wajibu,
ni la wajibu kuwatii viongozi, na ndani ya kuwatii viongozi, miongoni mwa kazi unazotakiwa uzifanye ni kuwasaidia katika yale majukumu waliokuwa nayo. Lakini pia jambo jingine la wajibu kuwafanyia viongozi ni kuwaombea dua, kuwasaidia katika kazi. Kama kiongozi anaamrisha mema na kukataza maovu, msaada wako wewe ni kuisimamia nyumba yako, kuamrisha mema na kukataza maovu. Hapa umemsaidia kiongozi, lakini pia umetekeleza wajibu wako, kwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Ikhwatal iman, tufahamu ya kwamba viongozi kadhalika ni wanadamu, wanaweza wakakosea, wanaweza wakapatia. Tupate funzo ya kwamba tujue kuna namna bora ya kumkosoa kiongozi, lakini pia kuna namna bora ya kumkumbusha kiongozi. Tunatakiwa tujifunze kwa yaliyotokea ili asitokee mfano wa haya, na tunampa hongera sana Sheikh wetu Izzuddin kwa kukumbuka nafasi yake na kutekeleza wajibu wake, kuja mbele ya awamu na akawaomba viongozi wetu wa ofisi yetu ya Mufti na baraza letu la maulama. Nikisema ofisi yetu ya Mufti kwa sababu ni ofisi ya kusimamia shughuli za Waislamu na sisi ni Waislamu, kwa maana hiyo ni ofisi yetu, na baraza la maulama humshauri Mufti katika mambo ya dini ya Kiislamu, kwa hiyo na hilo ni baraza letu. Kwa hiyo tumefurahishwa sana, na tusiwe na nguvu ya kumpa nguvu wakati akiwa mtu anakosea, lakini anapoomba radhi kila mmoja akakaa kimya. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili ametuambia ndani ya Qur'an, naudhu billahi minash shaitani rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, saidianeni katika mambo mema na ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wala msisaidiane katika mambo maovu na mambo ya uadui. Kuna watu walifurahi sana na haya tunayasema kwamba sisi tumeridhishwa, tumefurahishwa, tumeridhika na tumependa kusikia kauli hile ya Sheikh Izzuddin hafidhahullahu ta'ala, na tunamwambia Sheikh yawe na msimamo huo huo, kwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema kullu bin adam khata'un, kila mwanadamu ni mkoseaji, wa khairul khata'ina at-tawwabin, na mbora katika wakoseaji ni yule mwenye kutubu. Kutubu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia vile vile kumuomba radhi ndugu yako Muislamu uliyemkosea, kwa sababu yote ni yenye kuulizwa siku ya Kiyama. Kwa yule ambaye amepambazukiwa na akajua kwamba amekosea, jambo bora kwake yeye ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwanza, kisha akarudi kwa ndugu zake aliyokosea. Ingawa kumeelezwa katika vitabu vya fiqh na kutubul ahadith kuhusu haqul adami wa haqqillah, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na haki ya binadamu kwa binadamu, lakini yote yanafungamana kwamba kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba msamaha kwa binadamu mwenzako. Lakini ikiwa kuna kitu umemdhulumu, umrejeshe, kama vile tulivyoelezwa katika ilmu ya fiqh. Watukufu wa Islam, ni vyema tukawa tunajifunza kutokamana na yanayotokea, tujifunze kuvuta sobra, tujifunze kujifikiria kabla ya kusema,
lakini vile vile tujifunze kukaa kimya kama hatuna la kusema. Watukufu wa Islam, jambo hili tumelipokea kwa furaha mno kumuona shekhe wetu amerudi katika mstari, walau kariha almujrimun, ingawa watakasirika watu waovu. Nafikiri hongera zangu zimefika na kusema ya shekhuna mabruk ala dhalik ni jambo la kupigiwa mfano, jambo la kupongezwa, jambo la kumpongeza kwa kila muungwana. Wa billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله ربي والإسلام ديني. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.